Kila ifikapo tarehe 1 mwezi wa 5 huadhimishwa siku ya wafanyakazi ulimwenguni kote na kupelekea watumishi kuwa na maono mbalimbali katika siku hii. Kwa mwaka huu 2025, Mei Mosi imekuwa na tija kubwa hasa kwa watumishi wanaopokea kima cha chini cha mshahara serikalini kwa upande wa Tanzania bara, mara baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuongeza 35.1% kwa wale wenye mishahara ya kima cha chini. Swali letu lilikuwa ni moja tu, je, walikuwa na matarajio hayo? Hapa Faiza Kambwili na wenzake wanalijibu kwa weledi zaidi swali hilo. Kusema kweli, mimi binafsi sikuwa na matarajio hayo kwamba itapanda kiasi hiki kwa kweli. 35% jamani ni nyingi sana. Tulikuwa tunategemea kitapanda kiasi fulani, lakini sio kwa ukubwa huu ambao umepandisha. Kwa kweli mama, umepiga mwingi. Tunashukuru sana. 35% ni nyingi mno, tofauti na tulivyotegemea. Tunashukuru sana. Mimi binafsi nasema ninaahidi kwamba nitaendelea kuipambania jamii yangu kwa utumishi huu ambao ninaendelea kuufanya. Kwa baraka hizi za kuwa mtumishi ambazo nimeendelea kuzipata, basi nitaendelea kuzipambania, na hiyo 35.1 ninahakikisha kwamba ninaipambania na nitajitahidi kuitumikia vizuri, ili kwamba nisionekane ninainyima haki yake 35.1. Kutokana na ongezeko ila mshahara 35.1, mimi kama mwanamke na wanawake wengine naamini tunaenda kuimarika vyema katika familia zetu. Kama tunavyojua, wapo wanawake wengine wametelekezwa watoto, wao ndio kichwa cha familia. Kwa naamini ongezeko hili litaenda kuwasaidia katika mahitaji yao ya nyumbani na vitu vingine. Mei Mosi ya mwaka huu ni miongoni mwa Mei Mosi ambazo zimekuja kwa namna ya kipekee, kwa maana kwamba watumishi wamepata, tunasema kwamba ni ile furaha ambayo kimsingi hawakutarajia kwamba kama kungetokea nyongeza ya asilimia kama hii. Kwa hiyo ni Mei Mosi ambayo kimsingi itaenda kuwa ni katika historia za watumishi hapa nchini. Kubwa zaidi ninawahusia watumishi wenzangu tumuunge mkono mama, ukizingatia huu ni mwaka uchaguzi wa mwezi wa 10. Kwa kauli moja twende kusimama na mama, kwa sababu yeye anatupenda. Kwa nini sisi tusimpende? Kubwa zaidi tunaendelea kumwombea Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu aendelee kumjalia maono, lakini pia na afya na hali ya kuendelea kutupenda sisi watumishi, lakini pia na kuendelea kutuboresha maslahi yetu. Mungu mbariki Mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu Hassan. Mungu ibariki Tanzania. Lakini kwa upande mwingine, watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Mafia wamempongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujali na kutatua changamoto wanazokumbana nazo na kumwahidi kumlipa utendaji kazi uliotukuka kwa wananchi wake. La 35.1 limefurahisha watu wengi, mmoja wapo ni mimi. Lakini pia nimefurahi kwa watu wengine, yani kwa niaba ya watu wengine. Na 35.1 hii tunaweza kuona kwamba ni ndogo sana, lakini kusema kweli ni kiasi kikubwa sana na itanufaisha watu wengi, ikiwepo sisi upande wa wanawake. Kwa sababu watumishi wengi wanawake wanafanya kazi, wanajituma, na lengo la kufanya hivyo ni kusaidia au kupambania familia zao. Kwa hiyo hii 35.1 itawanufaisha wao sana kuongeza kipato katika familia yao, na kipato hiko sio kama kitafanya wao waweze kutumia vibaya. Ninaamini kwamba watatumia kipato hiki vizuri. Unakuta watumishi wengine wanawake walikuwa wana familia za kulea kama za kwao, pia familia za nyumbani kwao, pia baba mama wanategemea wao. Kwa hiyo ninaamini kwamba hizi pesa ambazo zimeongezeka katika mishahara yao itakuwa chachu ya wao kuzidi kujiendeleza, familia zao kupambania, lakini pia kupambania familia za wazazi wao tuseme. Lakini kwa upande mmoja nyingine inawasaidia pia wao wanawake kuepuka mikopo ambayo ilikuwa inawaumiza sana. Sababu kwa asilimia kubwa walikuwa wanakopa, lengo ni kupambania familia zao. Lakini kwa sasa hivi pesa ambayo imeongezeka katika mishahara yao wataitumia vizuri, na pia itaepusha kwa namna moja nyingine wao kwenda kukopa sehemu ambazo zilikuwa zinawaumiza lakini hawakuwa na namna, ila walikuwa tuenda kukopa. Lengo ni nini? Kutimiza mahitaji ya familia zao.
Hivyo basi tuseme kwa mama tunashukuru kwa 35.1 imewanufaisha wengi, japokuwa bado haijaanza, lakini naweza kusema kwamba imeshatunufaisha watu wengi, na tunaendelea kukuombea uendelee kupambania sana wananchi wako, uendelee kupambania watumishi wa umma, hasa sisi wanawake ambao tupo katika kulea familia zetu, na sisi ndio mapambanaji wazuri katika familia zetu. Asante mama, tunashukuru sana. Ni muuguzi, mtumishi wa serikali upande wa afya, halmashauri ya Mafia. Kiukweli Mei Mosi ya mwaka huu tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo aliyotuahidi. Tunakwenda kuungana naye katika kuitekeleza kazi. Na pia tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa ambayo ametutendea kiukweli. Tumepata wafanyakazi wengi upande wa afya, elimu. Tunaamini kazi zinaenda kuimarika. Afya pia tunaenda kushikamana kwa umoja kwa sisi wafanyakazi wote ambao wameajiliwa na sisi wa zamani. Na kitu kingine ambacho napenda kuwasihi wafanyakazi wenzangu, tumuunge mama yetu Samia Suluhu Hassan kwenye uchaguzi. Kama unavyojua kampeni ya mwaka huu ni uchaguzi 2025. Kwa hiyo tuungane na mama yetu Samia Suluhu Hassan kwenye kuchagua, tumchague mama mitano tena. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ameweza kutuongezea watumishi asilimia 35.1 ambayo kwa kima cha chini kabisa kwa watumishi watakuwa wanalipwa kuanzia shilingi 500,000. Jambo hili ambalo Mheshimiwa Rais alilifanya ni jambo kubwa sana kwa sababu hapo awali watumishi wa kima cha chini walikuwa wanalipwa zaidi ya 300,000. Nimesema kwa watumishi wa kima cha chini kwa shilingi 500,000, lakini pia sambamba na watumishi wengine halikadhalika tutaongezewa mshahara kulingana na mshahara ambao tunaopata. Kwa hiyo mimi kama nikiwa kama mtumishi niseme kabisa taunga mkono jitihada za mama anazozifanya. Nitafanya kazi kwa bidii katika majukumu yangu ambayo niliopangiwa, lakini pia kuhakikisha kwa majukumu ambayo yote niliopangiwa na serikali yanakwenda vizuri, ili pia kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye anapambana katika kuboresha maslahi yetu, lakini pia na sisi watumishi inatakiwa tumlipe kwa kufanya kazi kwa bidii, lakini pia kuleta matokeo chanya. Kikubwa kabisa nipende kushukuru kwa nyongeza ya asilimia 35.1 ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameiongeza katika Mei Mosi ya mwaka huu 2025. Na kipekee kabisa kwamba kwa muda mfupi ambao Mheshimiwa Rais ameshika nchi hii kuna mengi ameyafanya, kwa sababu kwamba hii sio mara ya kwanza kwa yeye kufanya nyongeza na kuona ni kwa namna gani anaweza kuboresha maisha ya watumishi. Tukirudi nyuma mwaka 2022 alifanya hivyo, aliongeza asilimia 23.3. Hiyo ni katika jitihada kuona kwamba ni kwa namna gani anaweza kutengeneza mazingira ya kwamba watumishi wawe na kipato ambacho kitawezesha kujikimu ama kumudu kuendesha maisha ya kila siku, ukizingatia kwa sasa hivi kila siku zinavyoongezeka gharama za maisha zinaongezeka. Sasa ukiendelea kuacha kwamba kipato kiendelee kuwa kile kile na gharama zinaongezeka, mwisho wa siku watumishi wanaweza kawa naishi katika maisha ya shida na kuweza kushindwa kukidhi mahitaji ambayo ya kimsingi ambayo yanawakabili ya kila siku. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada ambazo anaendelea kuzifanya kila siku. Na mara zote watumishi wanaishi na wananchi wa kawaida sana katika jamii zao. Tumezungumza na vijana wa bodaboda na wajasiriamali, hasa wale wanaouza magenge. Kwenye hili wametolea ufafanuzi kwa upande wao na kueleza wana matarajio makubwa juu ya ongezeko la mshahara huu, hasa katika shughuli zao za kawaida. Hapa Ngwale Osman, Said Eid na Omali Pola wanafafanua kwa undani zaidi. Ongezeko la mshahara kwa watumishi wa umma kwa upande wetu sisi, kwa mfano kama bodaboda tunanufaika. Manufaiko ambayo tunaweza kunufaika sisi, kwa mfano mtumishi wa umma anaweza akanunua labda bodaboda
akanipa mimi nifanye hesabu kipindi ambacho anafanya kazi shuleni, kwa mfano labda shuleni au mtumishi mwingine wa serikali kama daktari vile, labda kipindi ambacho anachofanya yeye kazi mimi nanufaika, anaweza kaniachia ile mchana kutwa nikafanya kazi kupitia chombo chake cha usafiri alichonunua, baadaye jioni nampelekea hesabu. Mimi naweza kupitia hesabu naweza kulisha familia yangu na mambo mengine yakaendelea. Kulingana na ongezeko la mshahara ambao rais ameongeza, tunamshukuru sana kwa sababu amemwezesha yule mwalimu, na yule mwalimu ile pesa ambayo alipata inanufaika na watu wengine wa nje. Kwa hiyo tunamshukuru sana rais kwa ongezeko ambalo alilofanya kwa watumishi wa umma. Kwa kweli kwamba ongezeko la mishahara kwa wafanyakazi itatuongezea chachu hata sisi wafanyabiashara ndogo ndogo, hususani mabodaboda, hususani kama sisi wafanyabiashara ndogo ndogo kama magenge na vitu vingine, kwa sababu wao wakiongezewa mishahara matumizi yanakuwa yanazidi bajeti ya upande wao, ila mishahara ikiwa midogo pia na wao wana bajeti, wanashindwa kutufikishia sisi kile kipato kwa sababu kinakuwa kikizi mahitaji yao. Kwa hiyo kuongezewa wao mishahara, sisi tunampongeza Mama Samia Hassan Suluhu, umeona bwana, kwa sababu ya kuongezea mishahara, na tunamshukuru sana na tunampongeza sana kwa uwajibikaji wake wa kazi, na pia wao wajiongeze kwa kuwa mishahara imeongezeka, basi na sisi huku kitaani watusaidie kwa mishahara yao walivyoongezewa, na sisi tupate chachu za hapa na pale. Kwa hiyo ongezeko la mshahara kwa watumishi tutanufaika kwa aina moja au nyingine. Moja wapo kwamba mtu akiwa na nafasi ya mshahara na matumizi yanaongezeka, kwa anapofanya matumizi kuongezeka, na sisi tunanufaika. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuongezea asilimia aliotuongezea. Kwa mpaka saa hizi tunaomba nchi iwe na amani, ili na sisi wafanyaji kazi ya bodaboda tuishi kwa amani. Mimi ni Hadija Waziri na hii ni Haswa TV. Tukutane Mei Mosi ya 2026 insha Allahu Taala, Mungu atakapotukutanisha tena. Kwaheri.